Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikie sauti bila kucheka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Yes. Basi mtazamaji, jioni ya leo ninashukuru jina la Yesu. Basi nimekuja katika maombi, nimekuwa katika maombi katika kichaka hii ni kwa ajili ya Kenya. Na maombi ambayo nimekuwa naye nimeombea Kenya sana. Kwa sababu tumeona Kenya imekuwa na matatizo mengi katika maisha ya Kenya. Na leo hii ninashukuru Mungu ambaye amenilinda na nikaona hii siku akiwa njema na nimefika hii siku nikiwa katika maombi. Basi wewe ambaye unanitazama, nimekuwa nikitazama Kenya, nikakuta Kenya haiendi vile inatakikana. Na nikasema ya kwamba ile imebaki ndio Kenya iende kwa njia ya Mungu, niingie katika maombi ndiposa Kenya iwe katika njia ambayo sawa. Maana kuna kitu Mungu alisema ya kwamba na ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Maana haki yetu tunatafuta kwa Mungu. Tunapoomba Mungu, Mungu anashuka. Tunapoomba Mungu, Mungu analeta amani katika maisha yetu. Nimekuwa nikiomba kuhusu amani ya Kenya. Maana kuna mambo mengi niliona katika Kenya. Watu wamefanya dhambi kabisa katika nchi ya Kenya. Na dhambi ambayo watu wamefanya inafanya Mungu hawezi akatazama kila mmoja wetu. Maana Mungu akaangalia Kenya wote watu ni wenye dhambi. Hata watoto wanazaliwa watoto wanakuwa wakiwa wenye dhambi. Wanasirikishwa na wazazi wao katika dhambi. Maana zile vitu wazazi wamefanya ndio pia watoto wanaiga hizo mfano. Lakini ningependa kama wazazi ambaye wanayekuwa na watoto wanayezaa, mama wanayezaa, wazee wanayelinda watoto wao. Tulinde watoto kwa haki. Mtoto anapokuwa akwae kwa neno. Na wakati anapokaa kwa neno la Mungu, Mungu anamuonyesha njia na vile anaweza ishi na vile tabia zake pia inaweza kuwa. Nimetazama vitu mingi inafanyika katika mtandao. Na hizo zote inafanya Mungu hawezi akatuona. Kwa sababu kama ni kuharibika, watoto wameharibika kwa mtandao. Nilisema kwamba kuna zile vitu inafanya Mungu hawezi tazama Kenya. Maana Mungu anapoangalia mtoto mdogo, wewe msichana yako ameenda kwa mtandao, unatazama msichana wako akiwa uchi. Vitu kama hii ninakataa kwa jina la Yesu. Na hiyo nimefanya nikasema ya kwamba Mungu alituma Yeremia. Na Mungu alipokuwa ametuma Yeremia, Mungu aliambia Yeremia, enda ukawaambia watu dhambi zao. Na zile dhambi ambayo inafanyika Kenya ni dhambi kama hii ninakueleza leo. Kuna kitu ninakukwambia leo, tuonye watoto, tuwakataze watoto kufanya mabaya. Tuwakataze watoto wetu kufanya dhambi. Unakuta msichana wako anakuwa uchi kwa mtandao. Ni baba yako wewe utalala na yeye. Ndugu yake hiko, vijana wako anataka kuharibika na mandugu zake. Tunasema kwamba wasichana ambao wanafanya vitu kama hiyo, wacha. Maana tabia kama hiyo inafanya Mungu amewacha Kenya. Naombea Kenya, wewe kama ni mzazi unanitazama, rekebisha nyumba yako, rekebisha watoto wako, rekebisha watu wako katika maisha yako. Na Mungu atawabariki. Hii ndio Mungu anaambia Yeremia, enda ukawaambie dhambi zao. Kama watawacha ni sawa. Kama watawacha, mimi Mungu nitawakemea katika maisha yao. Jioni leo ninanena na Kenya kwa sababu Kenya ni watu ambao wamekuwa na dhambi. Hata unapoangalia wanasiasa. Wanasiasa sasa ndio wameleta dhambi mingi katika Kenya. Maana wanasiasa kila mara wananena mambo zao. Sasa wanachanganya wananchi. Wanadanganya wananchi. Zile pesa ambayo wako nayo wanakuja wanahita wananchi, wanawapea, wanasema endeni kwa maandamano. Na wakisaida kwa maandamano watoto ya wengine wanakufa. Watoto wanakufa. Na vile wanakufa sisi kama watumishi wa Mungu hatuwezi tukakubali. Kwa hivyo tufundishe watoto wetu wawe salama, tufundishe watoto wetu wawe sawa. Ndiposa dhambi kama hii isikuje ikajai katika nchi ya Kenya. Tazama niko katika maombi ya kuombea Kenya, tuwache kuwafuruga nchi. Tukae na amani. Nilisema mimi si mwanasiasa, lakini tusimame kwa Bwana. Mungu akatuma Yeremia, enda uambie dhambi zao. Naye Mungu alipoambia Yeremia, enda uambie, na kama watakataa, mimi Mungu nitawaonekania. Baba atapiga watu. Baba ataua wenye dhambi. Baba atashughulikia wenye dhambi. Wewe ambaye unahangaika na kufanya vitu mbaya, wacha nchi iwe na amani. Mpige siasa sawa, mkae sawa katika maisha yenu. Mimi nataka kusema ya kwamba Mungu awabariki. Wewe ambaye unanitazama, wacha tabia mbaya. Kama ni msichana, wacha kuvaa nguo mbaya kwa mtandao. Wacha kuharibika, wacha kuvaa vitu mbaya kwa mtandao. Ondoka katika jina la Yesu. Wakati unapoondoka, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua. Wacha tusimame katika maombi. Naombea viongozi wa Kenya, waangalie Kenya,
wakae salama, wajaribu kuangalia Kenya, na kila mmoja hata kama ni siasa wanapiga, waombe amani Kenya, kura ipigwe kwa amani, vitu zenu ipigwe, ifanyike kwa amani katika maisha ya watu wote. Wacha tuamini na tuombe kwa sababu ya Kenya. Nataka tuombe jioni ya leo. Mungu akanituma kama Yeremia, nikuje nieleze Kenya dhambi. Angalia zile vitu inafanyika Kenya, tuondoke kwa hizo vitu, tusimame na Bwana jioni ya leo, ndiposa Mungu akaweze kutubariki. Niko katika maombi ya kuleta amani Kenya. Ombi yangu ni viongozi hawa waangalia hii injili, wakae kwa watu wa kuangalia hii injili, na hii injili wakiangalia, maisha yenu itabadilika. Kwa hivyo wacha niombe, naombea Kenya muwe na amani. Kila Kenya, kila pembe ya Kenya, muwe na amani katika maisha yenu. Wacha niombe. Mungu amenituma kama Yeremia. Badilisha maisha yako jioni leo. Badilisha nyumba yako, badilisha watoto wako. Wakati wanadanganywa na wanasiasa, wewe jirekebisha, mtoto asidanganyike na mtu yeyote. Tunaombea Kenya iwe na amani. Wanasiasa wasidanganye watu. Watu wakaenda wakakufa. Bei ya unga ikaenda ikapanda. Chakula inapanda kila mara. Unasikia vitu mbaya zikifanyika, chakula inapanda. Maana kama ni hivyo, kila mara wanajenga hinji, kila mara wanajenga hinji na bei inazidi kupanda. Mimi si mwanasiasa, lakini mpige kampeni sawa sawa, mpige kampeni ya amani na tulete amani Kenya, na Mungu aweze kuwabariki. Naomba kwa ajili ya hiyo maneno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninashukuru jina lako jioni leo. Tazama nchi ya Kenya ninawaombea. Wacha ukajase upako na neema, wacha ukainue Kenya mzima. Wacha ukatazame Kenya mzima Jehova. Simama na Kenya, simama na watu wote wa Kenya. Inua makanisa zote wanayohubiri injili katika roho na kweli. Mungu shuka katika nchi hii. Tazama nchi hii, Baba wachilia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Mungu ninasema ni asante. Baba inua sisi, inua nyumba zetu, inua nchi yote mzima. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini.